أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على خير ولد عدنان سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الإنس والجان، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jana kuna clip moja ambayo kwamba nimeipata fupi ya bwana Muharram Ziwanda. Alikuwa katika program ya inaitwa sijui Busati ya Mtoro, nafikiri Busati ya Mtoro. Sijui huko nyuma alikuwa akizungumza nini, lakini hiki kipande ambacho kwamba kimenifikia, alikuwa anazungumzia kuhusu kuchelewesha mshahara, bosi kuchelewesha mshahara wa mfanyakazi. Alikuwa azungumza kuhusu bosi kuchelewesha mshahara wa mfanyakazi, kasema hiyo ni riba hiyo. Wacha tumsikilize kwanza yeye mwenyewe, si tukao tunaambiwa kwamba tunamsingizia. Wacha tumsikilize, alafu kisha mtatusikia tukimrekebisha, tukimweka sawa. Klipu ndo hii hapa ya bwana Mziwanda, acha ni play. Mabosi mlioweka wafanyakazi ndani, mnakaa nao mwapi pesa? Unavokaa na mshahara wake unafanya riba ile pesa, au unachanganya kwenye biashara zako unazungushia, hiyo ni riba. Ndio maana Mtume akasema a'til ajira ajrahu qabla an yajifa araqu. Muajiriwa wako, kibarua wako, mpe pesa yake kabla jasho halijakauka. Tunalipana tarehe 46. Mshahara mwisho wa mwezi tarehe 25, 26, 20 mpaka 30. Tarehe moja wewe, ukifika tarehe moja wewe unadhulumu. Na ile pesa ukiitia katika biashara yako riba. Mlango wa riba mkubwa kweli Sheikh. Mlango wa riba mkubwa kweli Sheikh. Au billahi anakuna min aljahilin. Mlango wa riba mkubwa kweli Sheikh. Alhasil, klipu ndo hiyo ya bwana Mziwanda akiwa anaongea kwa mikogo kabisa. Alhasil, taban haya maudhu amefanya khalt, amechanganya madawa, ametulisha matango pori. Sasa usawa wake ni vipi, au uhalisia wa hiki kitu ambacho kwamba alichokizungumza ni upi? Ikhwani, tunapozungumza masala ya kisheria yana dhawabiti zake, yana vidhibiti vyake. Si kujisemea tu, si kila dhulma inakuwa ni riba, au sio kila kitu ambacho kwamba kilichokatazwa katika sheria kinakuwa ni riba. La, riba ni katika vitu mahsusi ambavyo kwamba sheria imevibainisha, na sio kila kitu kinaingia katika riba. Lazima tulifahamu hivyo. Kuna vitu maalum ambavyo kwamba sheria imefanya nini, imevitaja. Sasa tunapozungumza riba, riba ipo katika vigawanyiko hivyo vinne. Kuna riba alfadli, kuna riba alyadi, kuna riba annasa, alafu kuna riba alqard. Anwa'i za riba au milango ya riba ndo hiyo minne. Kwa hivyo ukituambia kitu hiki ni riba, lazima utuambie kinaingia katika mlango gani katika hii milango ya nini, ya riba. Sisi tunaelewana vizuri sana. Si kujisemea tu kitu fulani riba. Sheikh, taratibu. Riba mvipi? Riba gani? Inaingia katika mlango gani? Lazima utuambie. Na hilo swali ambalo kwamba tunamuuliza Mziwanda kabla hatujaingia katika tafsiri. Tunamuuliza Mziwanda na wafuasi wake, hii kama ni riba inaingia katika mlango gani katika milango hii minne tulioitaja ya riba, na kwa dhawabiti gani?
Sasa kabla hatujaingia katika kufasil kupambanua hii milango minne ya riba, nini riba alfadli, nini riba alyadi, nini riba alqardhi, nini riba annasa, wacha tueleze vitu ambavyo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amevibainisha ya kwamba hivyo ndivyo ambavyo kwamba vinaingia katika nini, vinaingia katika riba. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika hadithi ambayo kwa mpokelewa na alimamu Tirmidhi kutoka kwa Ubada ibn Samit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema aldhahabu bildhahabi mithlan bimithlin. Kitu cha kwanza, ikiwa mnauziana dhahabu kwa dhahabu, lazima muuziana mfano kwa mfano, gram 5 kwa gram 5. Maanake kitu cha kwanza katika mali ambazo kwamba zinaingia katika riba ni dhahabu. Kisha akasema walfiddatu bilfidda mithlan bimithlin, ikiwa mnauziana fedha kwa fedha, yani silver kwa silver, lazima muuziane kwa kiwango sawa, silver gram 10 kwa silver gram 10. Manake silver pia inaingia katika mali za nini, za riba. Watamru bitamri mithlan bimithlin, ikiwa mnauziana tende inabidi iwe mfano kwa mfano, yani zisizidiane. Tende inaingia katika mali za riba. Walburru bilburri mithlan bimithlin, na ngano kwa ngano mfano kwa mfano. Kitu cha nne hicho. Walmilhu bilmilhi mithlan bimithlin, ikiwa mnauziana chumvi inabidi muuziane chumvi sawa kwa sawa. Kitu cha ngapi hicho? Cha 5. Washairu bishairi mithlan bimithlin, ikiwa mnauziana ngano ya shairi inabidi uzie mfano kwa mfano, visizidiane, vitu 6 hivi. Faman zada, mwenye kuzidisha, au istazada, au akataka kuzidishiwa, faqad arba, huyo amefanya riba. Bi'u dhahaba bidhahabi kaifa shitum, uzeni bi'u dhahaba bilfidda, afwan, uzeni dhahabu kwa fedha mutakavyo, lakini yadan biyadin, mkono kwa mkono. Wa bi'u alburra bitamri kaifa shitum yadan biyadin, uzeni burri kwa tende mutakavyo, lakini mkono kwa mkono. Wa bi'u shaira bitamri kaifa shitum yadan biyadin. Sasa alhasil hapa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametubainishia mali aina 5 ndizo ambazo kwamba zinaingia katika riba, na zingine zisizokuwa hizi ziko ambazo kwamba fuqaha wameziingiza, lakini kwa kiasi, kwa kufanya kiasi kwamba illa hii ambayo kwamba Mtume, yani illa ya kitu hiki kuingia katika riba ipo pia katika kitu hiki ambacho kama Mtume hajakitaja, lakini sababu ya hiki kuingia katika riba huku pia ipo. Kwa hivyo hiki huku pia kinaingia. Vipi? Mathalan tumetaja hapa vitu vingapi? Vitu 6. Shair ni ngano, hii bur ni ngano. Hizi ni ngano aina tofauti, lakini fuqaha kuna hikma ambayo kama wameitaja kutajwa shair na bur. Kwa nini hakutaja moja tu? Alhasil taeleza katika durusu za riba. Shair, bur, kisha akataja chumvi, kisha akataja tende, kisha akataja dhahabu na fedha. Sasa bur na shair, fuqaha wakasema illa ya kuingizwa hii ngano katika riba ni kwamba kuna at-tu'miyya, kwamba hiki ni chakula. Kwa hivyo kitu chochote ambacho kwamba kitakuwa na illa hii na sababu hii at-tu'miyya ya uchakula, kinaliwa chakula, basi ujue nacho kitaingia katika nini? Katika mali za riba. Kwa hivyo mahindi, sijui mtama, sijui mahindi, mtama, sijui mchele, sijui nini, sijui choroko, zote ambazo kwamba watu wanakula kama chakula zitaingia kwa sababu ya hii bur na shair. Kisha kwenye chumvi, milhi, wakasema kitu chochote ambacho kwamba chumvi hii imeingia kama kiungo. Kwa hivyo kitu chochote ambacho kwamba kinatumika kutengeneza chakula au kupambisha chakula kama kiungo, ujue nacho kitafanya nini? Kitaingia. Kwa hivyo sasa viungo vyote huko, sijui nini yale, matangawizi, sijui madagari, vitu vyote ambavyo kwamba wanawake wanatumia katika kutengeza chakula na vitaingia kwa sababu hii ni milh. Kisha kwenye tamri, tende, wakasema hii ni kitu ambacho kwamba kinaliwa tafakuhan, yani kama mtu kuenjoy tu, lakini si kama chakula rasmi. Kwa hivyo kila ambacho kwamba kinaliwa kwa ajili ya kuenjoy tu, sio chakula rasmi, kitaingia kwa sababu ya hii tamri. Kwa hivyo
matunda yataingia, maembe, sijui maembe, sijui machungwa, sijui mapapai, pia yataingia katika mali za riba. Kisha adhabu bidhahabi, dhahabu na fedha, kwa hivyo ndo wakapigia kiasi na hizo pesa zingine. Sasa hapa hadithi imetutajia kwamba riba haingii katika, sio vitu vyote vinaingia katika riba, ni vitu muayyana na vile vilivyo kisiwa na fuqaha. Kwa hivyo si mambo ya vyombo, sijui mbao, sijui matairis, sijui mabusati, sijui hivi haviingii katika riba. Sio kile kitu kinaingia katika riba. Sasa katika hizi mali za riba, ikiwa munauziana kitu katika vitu ambavyo kwamba vilivyoainishwa kwamba hizi ni katika vitu vinavyoingia katika riba, mathalan mchele ni katika vitu vya riba, si ndio, kwa kiasi. Sasa ikiwa mnauziana mchele kwa mchele, mathalan mimi na mchele kitumbo, wewe una pishori, nataka tuuziana, mimi nataka pishori, mimi nikupe kitumbo, unipe pishori. Hii ni jinsi moja, ni sampuli moja hizi ya chakula, si jinsi tofauti. Kwa hivyo kama mnauziana vitu ambavyo kwamba ni jinsi moja katika alamwali ribawia, lazima viwe sawa kwa sawa. Yani pishori kilo 5, kitumbo kilo 5. Ama ukisema unajua pishori ni thamani sana na nini, kwa hivyo wewe nipe kitumbo kilo 10, mimi nikupe nini, nikupe pishori kilo 3 au 4. Hapana, hiyo ni riba. Na riba hiyo inaitwa nini? Inaitwa riba al-fadl. Ndio maana hapa kwenye hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasemaje? Mithlan bimithli. Sasa tunakuja kuchambua hizi anwai za riba. Tumesema hapa, haya maelezo yanayosoma ni katika Hashiyatul Bajur taban ala ibn Qasim. Asema wa huwa 4 aqsam. Riba ipo katika vigawanyiko vinne. Riba al-fadli ni riba ya ziada. Nini riba al-fadli? Wa huwa nayo bai'u ribawi, ni kuuza kitu katika vile vitu ambavyo kwamba vinaingia katika mali za riba, hivyo ambavyo kwamba tumevitaja kule kwenye hadithi, bijinsi hii, kwa jinsi yake. Mathalan ukauza shairi kwa shairi, au burri kwa burri, au mtama kwa mtama, au mchele kwa mchele. Lakini huu mchele unajua huu msafi sana, huu wako si msafi sana, kwa hivyo wewe toa kilo 10, mimi nikupe huu kwangu msafi sana kilo 3. Hapana. Ikiwa ni katika amwali ribawia, jinsi moja, hazijatofautiana jinsia, lazima iwe mithlan bimithli. Ukiongeza tayari hiyo inaitwa riba al-fadl, riba ya ziada. Kwa hivyo anasema wa huwa bai'u ribawi bijinsihi ma ziyadatin fi ahadil iwadhain, ni kuuza moja katika mali zinazotajwa katika riba au zinazoingia katika riba kwa mali nyingine jinsia yake, lakini moja katika badali mbili zikawa zimezidishwa, ima wewe ukanizidishia au mimi nikakuzidishia. Hapo tayari ishaingia riba. Inaitwa riba gani hiyo? Inaitwa riba al-fadli, ndio riba ya kwanza hiyo. Kwa hivyo riba al-fadli ni kuuza mali katika mali zilizoainishwa kwamba hizi zinaingia katika riba kwa mfano wake pamoja na ziada. Sio, tunaelewana vizuri sana? Riba ya sampuli ya pili, wa riba al-yadi. Nini riba al-yadi? Riba al-yadi wa huwa bai'u ribawiyaini, ni kuuza vitu viwili katika vitu vilivyoainishwa katika vitu vinavyoingia katika riba, walau mukhtalifa il jins, hata kama jinsi yake ni tofauti. Mathalan ukauza tende mathalan kwa shairi, kwa ngano ya shairi, hizi zote ni katika mali za riba, yani zinaingia katika riba, lakini jinsi yake tofauti. Shairi ni tofauti jinsi yake, na ila yake ni tofauti, na tamri ila yake ni tofauti. Ma taakhiri alqabdhi, lakini shida ipo katika kuchelewesha kukabidhiana, lahuma vitu viwili hivyo, au li ahadihima, au moja katika hivyo viwili, anil majlis, katika kile kikao cha biashara. Yani ni hivi, huu ni mchele, hii ni chumvi. Mimi nahitaji chumvi na mchele, lakini sina nini? Sina chumvi. Na wewe una chumvi, huna nini? Huna mchele. Kwa hivyo tunataka tuuziana. Chumvi ni katika mali zinazoingia katika riba, haziingii, zinaingia. Mchele ni katika mali za riba, haziingii, zinaingia.
lakini jinsi yake ni tofauti. Sasa tumeuziana, mimi nimekuuzia chumvi kilo 10 kwa mchele kilo 10, au kwa mchele kilo 15, kwa sababu jinsi zikitofautiana hakuna shida kufanya kuzidishiana. Yani mfano mimi nakuuzia chumvi kilo 20, unipe mchele kilo 10, hakuna shida kwa sababu jinsi ni tofauti. Haya, hiyo biashara imepita. Lakini shida iko wapi? Shida iko hatujakabidhiana pale katika kikao. Hizi mali ambazo kwamba zilizoainishwa zinaingia katika riba, mkiuziana inabidi yadan biyadi, mkono kwa mkono, kama hadithi ilivyosema, mimi nikupe au unipe. Lakini mfano tumeuziana, hatujakubaliana ya kwamba hii biashara mpaka siku fulani ndo tukabidhiana. Tumeuziana kisha baadaye kila mmoja akaondoka, hatujakabidhiana. Lakini hakukuwa na neno ya kwamba tutakabidhiana siku fulani. Yani biashara hii tumefanya leo, lakini kupita kwake, yani wewe kustahiki kuchukua chumvi na mimi kustahiki kuchukua mchele ni siku fulani. Hakukuwa na hayo makubaliano. Muamala umepita tu hivyo, kila mmoja akaenda. Kisha tukakabidhiana mfano kesho kutwa, au tukakabidhiana baadaye au usiku na mfano wake. Hakukuwa na makubaliano. Hiyo tayari ni riba. Inaitwa nini? Riba al-yadi. Wanusiba ila al-yadi, na imenasibishwa katika mkono, li anna al-qabdha, kwa sababu kuchukua kitu, yakunu biha, kunakuwa kutumia mkono, aswalatan, kiasili. Taban sio lazima hiyo kuchukua kwa mkono, kuchukua ni kwa mkono, kwa sababu kuna vitu vingine havichukuliwi kwa nini kwa mkono, lakini aslan unachukua kwa nini kwa mkono. Kwa hivyo inasibishwa kwa riba al-yadi, riba ya mkono, kwa maana mimi hujanipa na mimi sijakupa. Wa riba an-nasa, na kuna riba an-nasa bifathi nuni, lakini sio bikasri nuni. Riba nisa, riba nisa hadha halal la 4. Riba nisa halal inafaa mpaka 4. Riba ala fikra maanahu aziyada. Riba nisa hadha jaiz, naeleza tu, lakini msiye nikachafuno bure. Riba nasa ndio haifai, ama riba nisa hadha jaiz. Haya, tuendelee. Wa riba nasa, riba nasa bifathi nuni wal maddi, kwa kutia fatha nuni, yani riba nasa sio nisa, wal maddi na kuivuta, maana yake riba nasa mwisho kuna hamza, sio riba nasa bil qasr. Haya, wa riba bifathi nuni wal maddi, wa huwa bai'u ribawiyin, ni kuuza mali mbili katika mali zilizoainishwa zinaingia katika riba, walau mukhtalifa il jinsi, hata kama jinsi yake ni tofauti, ma'a ajalin, lakini pamoja na kuchelewesha, walau lahdha, hata kama muda kidogo tu. Sasa hapa tubainishe tofauti baina ya riba al-yad na riba an-nasa. Riba al-yad tumeuziana, lakini kuchelewesha hakukuwa katika sharti ya nini ya kuuziana. Lakini hii riba nasa ni maajalin, yani kule kuchelewesha kukabidhiana ni sharti katika nini, katika ule mkataba wa biashara. Tumeuziana chumvi mathalan kwa chumvi, au chumvi kwa mchele na mfano wake. Hiyo sio issue ya hapa. Issue ipo katika kwamba tumeuziana vitu vile katika vitu ambavyo kwamba vinaingia katika riba, lakini tukasema bwana tunauziana, lakini kukabidhiana mpaka tarehe 10. Leo tarehe 5 tutakabidhiana tarehe 10, au sasa hivi saa 1 kukabidhiana ni saa 2. Manake hiyo ni sharti ambayo kwamba tumewekeana katika nini, katika mkataba wa ile biashara. Manake wewe kustahiki kuchukua mchele wako kwangu na mimi kustahiki kuchukua chumvi yangu katika mkataba wa biashara ni mpaka saa 4. Manake hiyo ipo katika makubaliano. Hiyo inaitwa riba nasa. Nasa manake ni kuchelewesha. Kwa hiyo riba sio sio, unajua kuna baadhi ya watu wanafikiri kila riba lazima iwe na ziada. Kuna riba zingine hazina ziada kama hizo tulizotaja. Hapa hakuna ziada. Shida ipo katika kuchelewesha, kufanya nini? Kukabidhiana tu, tatizo liko hapo. Sasa ile kwanza riba al-yadi ni kwamba hatujakubaliana kwamba tucheleweshe, lakini hii ipo katika nini, katika mkataba wa biashara. Hii inaitwa riba nasa. Nafikiri imeeleweka. Wa riba al-qard, na riba ya mkopo. Wa huwa kullu qardhin, nayo ni kila mkopo, jarra naf'an, uloleta manufaa, lilmuqridhi, kwa yule mwenye nini, alokopesha. Tunajua sote kaida iliyopokelewa kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba, kila mkopo
ambao kwamba wenye kuleta manufaa, huo ni riba. Bwana nakukopesha hii pesa, lakini bwana kwa sharti unipe hiyo gari yako niitumie mpaka utakaponilipa. Maana hii gari kukupa mimi utumie ni kama yani unafidia mimi ile kunikopesha. Hiyo la. Bwana mimi nakupa na kukopesha, lakini bwana unirudishie 20,000. Mimi nakupa 17,000 lakini unirudishie 20,000. Maana zile 1000 ngapi zilizozidi 3,000 zile ni kwa sababu umenikopesha. Hayo ni manufaa yametokana nini na mkopo. Lakini kuna sharti hapa. Asema Al-Bajuri, walakin lakini la yuhramu indana. Riba ya mkopo, ziada inayopatikana kwa mkopo si haramu kwetu sisi, illa idha shurita fi aqdihi, isipokuwa ikiwekwa kama ni sharti katika nini, katika mkataba ule mkopo. Si tunaelewana? Yani kuna tofauti baina na kukopesha hii pesa 7,000 lakini kwa sharti unilipe 10,000. Manake hayo ni makubaliano katika mkataba mkopo. Kwa hivyo manufaa yanayokuja kutokana na mkopo kwa sharti, yani kullu riba, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Kuna baadhi ya fuqaha wanazidisha kifungu, wanasema kullu qardhin jarra naf'an mashrutan, kila mkopo ulioleta manufaa yalowekewa sharti, hiyo ni riba. Maana yake ikiwa tumekubaliana hivyo katika nini, katika mkataba wa mkopo, hiyo ndio riba. Lakini kuna manufaa ambayo kwamba yanakuja sio kwa masharti wala sio kwa ada. Vipi? Mathalan mimi nina shida, nimeshikika, nikaja nikakukopesha. Bwana naomba nikopeshe 1,000,000. Nina dhiki kweli kweli, kwa nikopeshe 1,000,000. Nikafanya shughuli zangu kama biashara au nini, alafu siku ya kukurudishia nikakurudishia 1,000,000, kisha nikakupa na kuku. Bwana asante kwa kunikopesha. Hukuweka ni sharti hiyo katika nini, katika mkopo uliponipa. Wala si ada ya watu wa mji kwamba ukikopa lazima ulete. Ikiwa ni ada ya watu wa mji kwamba mimi nikikukopesha lazima ukirudisha mkopo ongeza na kitu kidogo, hiyo pia itakuwa nini, itakuwa ni riba. Lakini hii mimi nimekupa kama asante tu, hujanishurutisha, wala sio ada ya watu wa mji, hiyo hakuna neno, bali hiyo ni mustahabu kabisa, hiyo inapendekezwa kabisa, kwa sababu hiyo ni ihsan. Umerudisha ihsani. Kwa nini? Kwa ihsan. Ndio akasema walakin la yahrumu indana illa idha shurita fi aqdihi wala yahtasu birribawiyat. Wala hii riba ya mkopo haihusiani na zile mali za riba tu tulizozitaja, bali yajri fi ghairiha, bali inaingia pia katika zilizokuwa zile zilizoainishwa katika riba, kalurudhi wal hayawanati, mali za biashara, mahayawani. Wa minhu, na katika riba alqardhi algharuqa. Tubainisha na hii gharuqa. Nini gharuqa? Fahiya haramun. Hii gharuqa ni haramu. Gharuqa nini? Gharuqa ni rehani ya ardhi. Yani wewe, mimi nimekuja kukopa kitu kwako, kasema sasa nitajuaje kama utanilipa? Tunafunga mkataba wa rehani, nakupa rehani ya ardhi, lakini na ardhi yangu na shamba langu nakupa mpaka pale nitakapo kukulipa deni lako, lakini wewe utakuwa unanufaika nalo, yani kama ni kulima na kufanya nini mpaka pale nitakapokufanya nini, nitakapokulipa. Manake wewe uliokopesha utakuwa unanufaika, kwa sababu huyu hakukupa lile shamba lake isipokuwa kwa sababu umemkopesha. Kwa hivyo unanufaika kutokana na mkopo. Kwa hivyo hiyo pia inakuwa nini? Ni kullu qardhin jarra nafan fahuwa riba. Hiyo ndio inaitwa nini? Fahuwa gharuqa, fahiya haramun. Hiyo ni haramu. Illa idha abahahu manfaatu al-ardhi kharij al-aqd, isipokuwa ikiwa umenufaika na ile ardhi kulingana na maslahi ya ile nini, ya ardhi, ambapo kwamba hakuna budi, ni vitu viko shambani na mfano wake ambavyo kwamba umepewa mathalan, lakini haikuwa ni sharti katika ile mkataba. Hayo nayo ni masala mengine. Kwa hivyo alhasil, hizi ndio sampuli 4 za nini, za riba. Na mali ambazo kwamba zinaingia katika riba ni zile tulizozitaja ambazo kwamba zilizoainishwa katika nini, katika hadithi, na zile ambazo kwamba fuqaha mafani wameziunganisha nazo kwa sababu ya kuungana katika nini, bisababi al-ittihadi fil illa
hizo ndizo ambazo kwamba zinaingia katika nini? Katika riba. Ama zisizokuwa hizo haziingii katika nini? Hizo haziingii katika riba. Na riba kama tulivyoona inakuwa inaingia katika abwabul buyui, ni katika milango ya biashara, sio katika milango ya ijara. Tutofautishe baina ya vitu viwili hivi. Kuna albai'u na alijara. Kuna bai' kumuuzia mtu kitu na mtu kununua kitu, na kuna alijara, mtu kukodisha na kukodishiwa. Ni vitu viwili tofauti. Bai' ni kuuza ainu shay'i, kuuza kitu kama kitu. Mathalan, hiki ni kitabu Hashiyatul Bajuri. Bai' ni mimi nakuuzia, mimi bwana nahitaji kitabu hiki, uniuzie kitabu kama kitabu ala al-ta'bid milele. Bwana hiki kitabu mimi nakiuza 10,000. Haya 10,000 hii hapa nimekupa. Kwa hivyo mimi nimechukua 10,000, mimi nikakupa kitabu hiki Hashiyatul Bajuri ala al-ta'bid, nimekuuzia ainu shay. Hii inaitwa bai'. Kuna ijara. Ijara ni mambo ya kukodishiana, ni kununua, lakini hununui kile kitu, umenunua manufaa ya kitu. Sio, tunaelewana? Manufaa ya kitu na kwa muda maalum. Ijara lazima iwe na muda. Bai' haitakani kuwekwa sharti ya muda. Ikiwekwa sharti ya muda imebatilika hiyo bai'. Mathalan, mimi nina shida na hii nyumba, mwenyewe hauzi, wala mimi sina uwezo wa kununua mathalan, mfano. Kwa hivyo nakuja nanunua manufaa ya hii nyumba kwa muda fulani. Bwana nikodishie hii nyumba kwa miezi 6 mathalan. Nataka niketi au nataka nifanye biashara hapa. Wewe hujanunua kile kitu, umenunua manufaa yake na ni kwa muda maalum. Ule muda ukiisha, basi kitu kile kinarudi kwa nani? Kwa mwenyewe. Kwa hivyo hivi ni vitu vile tofauti. Kuna bai' na ijara. Bai' ni kuuza au kununua kitu kama kitu. Ijara ni kununua manufaa ya kitu. Sasa tunarudi kwa bwana Mziwanda kuhusu bosi kuchelewesha mshahara wa mfanyakazi. Je, hii ni riba? Tunaanzia wapi hapa ili kutatua? Tushaeleza mambo ya riba. Ili kulieleza hili jambo, tunaanza kwenye mkataba wa mfanyakazi na bosi. Ni mkataba wa bai'i au ni mkataba wa ijara? Yani mimi kama bosi wewe unapokuja kufanya kazi kwangu, nimekununua na wewe umejiuza kwangu, au nimenunua manufaa yako na wewe umeuza manufaa? Bila shaka wala raibu kwamba huu ni mkataba wa manufaa. Mimi nimenunua kunufaika na wewe, siye kununua wewe, na wewe umeniuzia manufaa yako wewe. Kwa mathalan, nataka mtu awe anasafisha hii maktaba yangu. Nimekuajiri hapa. Kila siku asubuhi tunakubaliana, bwana unaingia kazini saa 3, unatoka saa 10. Wewe kazi yako ni kufuta mavumbi tu. Kufuta tu. Kitabu kiwe kina vumbi hakina vumbi, wewe kazi yako ni kufuta tu. Kwa sababu tumekubaliana hiyo ndio kazi yako, na mshahara nakupa kwa ajili ya kufuta tu hivi vitabu. Kwa hivyo inabidi uingie kazini saa 3, utoke saa ngapi? Saa 10. Kwa hivyo mimi sija kununua wewe, nimenunua manufaa yako. Tuko vizuri sana. Na ndio manake kuna muda hakuna kumwajiri mtu milele, kwamba bwana nimekuajiri wewe mpaka ufe. Hakuna ijara hiyo, wala hakuna mikataba kama hiyo dunia zima, toka dunia iumbwe. Inakuwa unanunua manufaa yake. Kwa hivyo sasa, mkataba wa mfanyakazi na bosi si mkataba wa biashara, ni mkataba wa ijara. Sasa je, ijara hizi anwai za riba zinaingia katika ijara? Hapo sasa, katika mlango wa ijara, mambo ya kukodishiana, kuna sura kama moja tu ambayo kwamba fuqaha wameitaja, ambayo kwamba riba inaweza kuingia. Mathalan, mimi nimekukodishia hii nyumba ukae, umekaa ukachelewesha kunilipa kodi. Kwamba bwana wewe, kwa sababu umechelewesha kunilipa kodi, itabidi uniongezee fidia. Itabidi uniongezee fidia kwa sababu ya kuchelewesha kunilipa kodi. Ile fidia utakayoongeza pale
utakayoidai wewe na mimi nitakayokupa, ile ni riba. Lakini wa ila hakuna zile anwaa tulizozitaja za riba, zinaitwa riba albuyu. Kuna ile ariba aljahiliya iliyotajwa katika Qur'ani, ambayo kwamba yenyewe inakuwa ni kwa mfano wewe kila unavyozidi kuchelewesha kulipa mkopo, basi pesa inazidi. Kwa mfano unaweza kama umekopeshwa 10,000 ikafika mpaka milioni kila unavyozidi kuchelewesha. Kama hii riba ambazo kwamba zipo sasa hivi kwenye mabenki na mfano wake. Hii ni ariba aljahiliya, hii ambayo kwamba Qur'ani imekataza. Lakini riba zile ambazo kwamba zizotajwa katika sunna zinaitwa riba albuyu. Ni riba ambazo kwamba zinahusiana na masala ya nini? Masala ya bai', masala ya biashara. Lakini masala ya kuchelewesha mshahara, hayo haingii katika riba. Haya, kama haingii katika riba, itakuwa ni halali? Hapana, itakuwa ni haramu. Kama ni haramu, kwa dalili gani? Na hiyo haramu itakuwa inaitwa haramu gani? Hapa ndipo tunapotaka sasa. Sasa hiyo inaitwa katika sharia almatlu. Inaitwa nini? Almatlu. Haitwi riba mziwanda. Acha kudanganya watu. Hiyo inaitwa almatlu, kuchelewesha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi anasema matlul ghaniyi dhulmun, kuchelewesha kulipa mtu ambaye kwamba mwenye uwezo wa kulipa, hiyo ni dhulma. Inaitwa nini? Inaitwa matlu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema matlul ghaniyi dhulmun, kuchelewesha mtu ambaye kwamba mwenye uwezo wa kulipa. Lazima iwe kuna uwezo ghani. Hiyo inakuwa nini? Inakuwa ni dhulma, umemdhulumu yule. Yaani kwa mfano, mimi nimekuajiri, umefanya kazi, ulipomaliza kufanya kazi, ima ni kwa mwezi au ni kwa wiki, mimi pale utakapomaliza kufanya kazi yangu, kama ni saa 10 mathalan, ndio mwisho mathalan wa wiki, tumekubaliana kwa wiki au kwa mwezi, pale atakana ni kulipe mshahara wako. Nikichelewesha, wacha siku moja au siku mbili, hata dakika moja tu nikichelewesha mshahara wako, tayari hiyo ni dhulma. Lakini kwa sharti niwe na uwezo wa kulipa. Ikiwa wakati huo baada ya kumaliza we kazi, ikawa mimi mambo yangu si mazuri, siwezi kulipa, hiyo hicho ni dhulma. Ndio ile Mwenyezi Mungu anasema katika Al-Qur'an Al-Karim katika surati Al-Baqara, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Ikiwa unamdai mtu na yule mtu ikawa na uzito, mambo yake si mazuri, hawezi kulipa, basi mpe muda mpaka pale atakapopata nini? Atakapopata wepesi. Kwa hivyo hiyo haitwi nini? Haitwi ni dhulma ikiwa mimi nina udhuru. Lakini kama sina udhuru, nachelewesha tu, labda ili wewe uendelee kufanya kazi, usinikimbie na mfano wake, hiyo inakuwa nini? Inakuwa inaitwa matlu na ni dhulma. Na ndio maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, mpeni mfanya kazi mshahara wake kabla jasho lake halijakauka. Kwa maana mtu akimaliza tu kazi yake, mpe, usicheleweshe hata kwa sekunde moja. Ukichelewesha hata dakika moja, tayari hiyo ni dhulma na utakuwa unapata madhambi, lakini kwa sharti uwe una uwezo wa kulipa mshahara wake. Na mfano wake pia ni watu kuchelewesha mali, eti zakatul mali. Mathalan wewe zaka yako, mathalan ulianza tarehe fulani biashara, ile mwaka ulipozunguka mali yako tayari ishafikia kutolewa nini? Kutolewa zaka. Mathalan tarehe 10 ndio itakana utoe. Ukichelewesha zile mali kuzitoa, kwa sababu ule muda ukifika tu kutoa zaka, tayari ile inakuwa si haki yako. Tarehe kutoa zaka ikifika tu, ile inakuwa tayari sio haki yako. Ile mali ya zaka ni hali ni haki ya fakiri, inatakana umpelekee. Ukichelewesha nayo inakuwa nini? Inakuwa ni dhulma. Yanakuja masala hapo hatari zaidi ya kuchelewesha. Mathalan umechelewesha kutoa zaka yake, zimepita miezi miwili hujatoa zaka, na tayari muda wa kutoa zaka nitoka miezi miwili iliyopita, mali zile zikateketea zikaungua. Vipi hapa hukumu ya kisheria? Hukumu ya kisheria, wewe unatakana ulipe zile mali za fakiri ambazo kwamba ulizozichelewesha mpaka zikateketea. Hiyo ndio hatari ya kuchelewesha haki ya fakiri katika zakatul mali. Kwa hivyo kuchelewesha mshahara, ndugu zangu, huko hakuitwi ni riba. Hiyo inaitwa katika sheria inaitwa matlu, na hiyo inakuwa ni dhulma, haitwi ni riba, tofauti na
Bwana Mziwanda jinsi alivyowaelezea watu. Na haya masala ndugu zangu ni masala ambayo kwamba yahitaji umakini sana. Haya masala ni masala ambayo kwamba yanahitaji umakini wa hali ya juu sana. Si watu kujisemea tu kwamba kitu fulani hiki ni riba, kitu fulani hiki ni hivi. Ni masala ambayo kwamba lazima kuwa kuna dhawabit maalum ambazo kwamba fuqaha wamezitaja, wa ila itakuwa unaongopea watu, Kwa hivyo sasa suali la msingi kwa Mziwanda, kuchelewesha mshahara, nani ambayo kwamba alosema katika fuqaha kwamba ni riba? Hilo tuachane nalo. La msingi zaidi, hiyo kama ni riba inaingia katika mlango gani katika milango ya riba? Inaingia katika mlango wa riba al-fadli. Na tushaeleza Waislamu riba al-fadli nini, kwa hivyo huwezi kuja kuwadanganya. Inaingia katika riba al-yadi, tushaeleza Waislamu nini maana ya riba al-yadi, huwezi kuja kuwadanganya. Inaingia katika riba an-nasa, tushaeleza Waislamu nini maana ya riba an-nasa na ni ipi sura yake, huwezi kuja kuwadanganya. Inaingia katika riba al-qardhi, tushawaeleza Waislamu ni nini maana ya riba al-qardhi na sura yake ni vipi, huwezi kuja kuwadanganya. Inaingia katika riba gani katika anwai za riba? Hili ndilo suali la msingi ambalo kwamba tunamwacha nalo Bwana Muharram Mziwanda akija atujibu. Hatutaki mambo ya bla bla na kupiga kelele, hii ni riba. Kataza kitu, lakini kataza kulingana na misingi ya kisheria. Haya mambo ya sheria yote yamebainishwa. Hakuna ruhusa ya mtu kuja kujiingizia mavitu yake tu ambapo kwamba hayapo katika sheria. Hakuna. Tusome vizuri, tusiwadanganye waumini, kwa sababu unajua hapa ngisema hivi hakuna mtu ajuaye hata anuai za riba, amwali za riba nini, hawajui. Yani hakuna mtu aweza kunihoji. Ndio kama tulivyosikia yule bwana, shekhe, mlango wa riba ni mpana kweli kweli. Maskini Mungu hawajui. Yani yule anayezungumza hatambui azungumza nini, wala wanaosikiliza hatambui anasikiliza nini. Mshereheshaji naye ndio hivyo. Shekhe, riba ni pana kweli kweli. Ndio hivyo mnavolishwa matango pori sasa katika masala mengine. Mtu azungumza hapo atoa macho mambo ya ndani kabisa haya. Mambo ya ndani wapi bwana, mwadanganywa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.